Bodi ya ligi ilitamka rasmi siku ambayo mechi za ligi kuu itaanza na tarehe 12 mwezi wa 8 2026, mechi ya ufunguzi wa ngao ya jamii Young Africans dhidi ya Wekundu wa Msimbazi. Kwa jinsi mpaka sasa mnaona timu itakuwa ni mechi namna gani? Ni mechi nzuri kwa sababu kwanza ni majianti kutoka Tanzania. Ni mechi ambayo naamini hizi timu zinajuana. Ni mechi ya heshima. Ni mechi ambayo bado Simba inaingia kama underdog kwenye mechi za ngao ya jamii, kwenye kupata mafanikio ya vikombe nchini Tanzania na back to back. Bado Simba itaingia kama underdog, lakini haimaanishi kwamba Yanga ina kila sababu ya kuipuuza Simba, hapana. Nidhamu ya kucheza mbele ya Simba inahitajika kwa kiwango kikubwa sana. Yaani Simba inabidi heshimu Yanga, Yanga inabidi heshimu Simba. Huo ndio ukweli. Hapa hamna kupepesa macho. Na hii ni mechi ya knockout. Shoka moja buu chini tunaondoka na sahani. Unaelewa vizuri? Kwa ni mechi nzuri ambayo mimi naiona wao. Itakwenda kuleta tathmini kabisa kwamba umesajili nini. Umeleta kina nani? Je, walioko likizo hizi wamelea familia, wameshavimba miili au inakuwaje? Nakwambia ni mechi nzuri sana. Chuma jana Wekundu wa Msimbazi imewaaga rasmi wachezaji wao takriban 7, Nabi Kamara, Pini Kamara, wakina Joshua Mutale. Kuna ambao wanaona kwamba huu ni uagaji gani? Inaashiria nini kwa Wekundu wa Msimbazi kuelekea msimu mpya? Kwamba tutarajie Simba ya miaka 4 nyuma ambayo ilikuwa ikichukua ubingwa ligi kuu Tanzania bara mara 4 mfululizo. Yaani kama Simba ichukue ubingwa mara 4 mfululizo. Si ndio? Irudi Simba ile ilikuwa inachukua ubingwa. Kwa sasa ni ngumu kwa sababu ukiangalia hata Simba ilikuwa inafeli mbele ya Yanga. Si kana kwamba ilikuwa ina uwezo kifedha. Ile ilikuwa inapuyanga kwenda sajili. Wenzako wanamleta Mayele, wewe Pao Marijobe. Lazima utafeli tu. Unaelewa vizuri? Kwa nao hata ushindani ambao umekuepo huu wa sasa ni kutokana na kuwa na shabaha walau ya kuingia sokoni kuleta watu ambao kuja kukompiti na Yanga. Unaelewa vizuri? Na ndio maana wakati kufanikiwa kwa msimu huu kuweza kupata kikombe kimoja licha kuwa kikombe cha mangamngamu. Yes, ni kweli. Licha kuwa ni wana muungano kapu. Sawa. Licha kuwa ni kikombe cha mangamngamu. Unaelewa vizuri? Lakini timu ipo ya kuleta kukompiti. Unakuja kuangalia miaka kadhaa nyuma ni ngumu kumuona hivi wewe Joshua Budo Mutale unabaki naye Simba anacheza nafasi ya nani? So kwa upigaji huu. Unaelewa vizuri? Haya, wako wengi tu ambao wamewaacha. Yaani ukiwaondoa, ukimuondoa Nabi, ukimuondoa Musa Kamara. Lakini wale wengine wote walikuwa wanyonyaji tu Simba. Ukimuondoa Nabi? Yaani ukimuondoa Musa Kamara Pini. Ambaye kidogo anashtua kwamba ameondoka Yesu kutokana na majeraha hivyo. Umeelewa vizuri? Licha kwa watu wengine wameenda mbali kumtuhumu, lakini hapana. Wangetuhumu wakati anacheza. Mtumna nini? Mambo mengi wafuatilia utaona. Lakini kwangu mimi moja kati ya magolikipa ambao nilikuwa na adimani pamoja na Musa Kamara. Moja kati ya magolikipa bora sana. Yaani Kamara kasimama kwenye ubora wake huu Kasali aingie hata kidogo. Nakwambia. Yaani Musa Kamara kwenye ubora wake wale kina Kasali 6 wale. Nakwambia, lakini kutokana na majeraha pengine makubaliano ya management wakaamua kubwagana naye. Lakini moja kati ya magolikipa bora sana ambao Simba kwa kuwa naye. Kasali anatosha ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi? Of course anatosha kama atapunguza makosa ambayo alikuwa nayo. Bado ana changamoto ya kutokuwa na uharaka zaidi kwenye matukio, lakini sio golikipa mbovu. Na akiendelea kujifunza kwa Djigui Diarra atakuwa imara zaidi. Alikwambia kwamba anajifunza kwa Djigui Diarra. Sasa golikipa kwa kufundisha wenzake nchini nani kasoo Djigui Diarra? Nakwambia wewe mfuatilie mechi kisha namfuata kaka vipi performance yangu ikoje? Nimechezaje leo? Nipunguze wapi, niongeze wapi? Ndio nakwambia. Yaani golikipa ambaye ni mfano wa kuiga ni Djigui Diarra. Watu wote wanajifunza kule. Ila ukijifunza kwa haraka zaidi utaumia nyonga. Ndio yale kina Pini Kamara. Alijifunza kwa haraka zaidi. Akataka kuiga kwa haraka. Djigui Diarra ni level nyingine kabisa. Yes. Kwa wale ambao wamewaacha kwangu mimi nasema wako sahihi. Walikuwa ni sahihi kuacha. Wanafanya kazi gani? Walikuwa wanajaza timu. Wafanya kazi gani? Na mimi nilikuwa nazungumza siku nyingi sana. Ala wachambuzi ambao wakasema Wesu sio nini hayo kwapi? Niliwaambia mimi. Niliwaambia hawa Simba wakipata watu. Nilisema mapema shida ni ubisha mnizingatiaje. Nilisema mapema Simba ikipata watu hawa kina Chasambi Edwin Barua mnawasifia hawa wachezaji wa level ya kawaida wana uwezo wa kucheza Simba. Sifa ya kucheza Simba ndio kina Libasegei hao. Wakina Anise Oura ndio wenye sifa ya kucheza dunia. Ndio wenye sifa. Ndio maana amerudi amechukua namba zao. Wakina Kibabage. Ndio nani?
Kibabage atafutiwa mtu bado na mapungufu mengi, atafutiwa mtu pale. Simba ukimpata mtu kabisa ametulia kushoto pale kutoka nje. Kwa heli. Singida tena. Kibabage atoshi. Atoshi pale, bado atoshi. Nimemtaja Singida, nimekumbuka Jonathan Soa. Rasmi karejea Singida Black Star baada ya kuchukuliwa kwa mkopo na kikosi cha Wekundu wa Msimbazi. Kuna ambao wameenda mbali wanasema kwamba eti Jonathan Soa kaogopa kuharibiwa kipaji chake. Soa ni moja kati ya washambuliaji wazuri sana. Na kwa kumbukumbu za haraka ni kwamba Soa Singida sijawahi kumsikia kuwa na utovu wa nidhamu. Licha ya kuwa ni mambo ya nje, ndani ya kadi, lakini ni kitu cha kawaida kwa mchezaji. Hata Messi kadi anakulaga kadi. Kawaida tu. Lakini yule Soa, unajua Soa waliomharibu Soa ni mashabiki wa Simba. Wanahusikaje? Soa wakati anahusishwa kwenda Simba walimpiga na maji machafu pale KMC. Shida ilianzia pale. Nachokwambia. Tatizo kumbe ilianzia pale. Soa sikarudi Singida? Subiri. Utamwona Soa Singida na Simba utofauti mbingu na ardhi. Sasa pale tatizo lilianzaje bana? Chuma. Yaliisha pale. Kufanyaje? Walipomwagia maji. Yaliishaje? Uliomba msamaha? Subiri, na Soa atawashona Simba. Subiri uone. Atawashona. Nakwambia. Hakika. Soa kwa mabeki wa mpeche Rusha Nderok. Nakwambia. Tena mpeche chuma. Wa kawaida. Chuma. Nakwambia. Rusha Nderok. Borake tunauona lakini. Upi. Ni beki mzuri anajitahidi lakini bado. Yale yakutana na watu 1v1. 1v1 bado naye hana sifa hiyo. Mamelodi hawawezi kukuachia mchezaji quality daraja la kwanza. Nisikilize mimi. Wako kila muda ukachukue pale. Narudia. Mamelodi haiwezi kukuachia mchezaji African classic player. Haiwezi. Yaani umchukue kidenzezi hivi. Haiwezi. 1v1 Rusha Nderoko na changamoto. Utakuja kuliona hili leo, subiri watu wapige msako kimataifa. Ndio utakuja kusema chuma ulisema. Lakini ukweli ni beki mzuri, lakini 1v1 ana changamoto nyingi sana. Ninamkubali ni beki mzuri, ila 1v1 ana changamoto kubwa sana. Sana. Tena kukutana na mshambuliaji mwenye nguvu ana changamoto. Wewe ukitaka ujue kwamba Rusha Nderoko mpeche, muulize alichomfanya Alan Okero Samuyo. Ile ya kulambisha tope. Nakwambia, Royal nyuma sana. Chuma. Nakwambia, nililaani vikali. Na nilimuonya Alan Okero asirudie yale mambo. Akasema chuma ngoja tukutane ngao ya jamii. Hawezi kurudia. Sijui sasa kata mzalilisha tena sitakuwaje. Maana yule mtoto hana adabu Alan, anatupanda sana kichwani. Alan Okero. Nakwambia. Chuma, tumalize na hii issue ya mchezaji kutoka kule Paris akichezea ligi daraja la pili Girumugisha, ambaye wengi wanamhusisha na kikosi cha Young Africans, na kuna ambao kwamba anasema Young Africans haina pesa ya kumchukua huyu mchezaji, na kuna ambao wamesema kwamba hii tabia ya watu kusema kwamba Young Africans hawana uwezo wa kumchukua huyu mchezaji, siku endapo atamleta kuna watu watashonwa midomo. Unalipi juu ya hili kulizungumzia? Girumugisha ni mchezaji mzuri sana ambaye kila timu Tanzania inapenda kucheza naye ama kuwa naye. Girumugisha akija Yanga uhakika namba 100%. Girumugisha akija Simba namba uhakika 100%. Hakuna kumtoa. Timu yoyote nchi hii. Simba wenyewe wanatamani kuwa na Girumugisha. Kwa hiyo kwangu mimi niseme Azizi wakati anahusishwa na Yanga na Simba wakiwemo, yalikuwa hivi. Hawana uwezo baadaye akaja hapo watu wakawafunga midomo. Kwa hiyo kama kweli Yanga wanaamua kweli kumuhitaji. Unajua shida ya bongo wengi ni matomaso. Manini? Matomaso. Ina maana gani? Yaani mpaka mtu aone kwa macho hivi sasa amekuja bwana katambulishwa. Simama kwa ushahidi. Ndio anashika adabu. Lakini kama Yanga kweli wanamuhitaji Girumugisha, kweli hawawezi kushindwa kumchukua. Girumugisha Yanga wana uwezo wa kumchukua kacheza hata misimu 2 hapa. Kama kweli wanamuhitaji, wanaweza kumchukua. Girumugisha sio Lionel Messi. Kusema haiwezekani. Haiwezi, hapana. Yaani mchezaji kwamba itashindikane, angekuwa anacheza Ulaya kweli au kaskazini huko kweli.
lakini si kana kwamba Yanga wanashindwa, hapana. Kama kweli wanamhitaji, wana uwezo wa kumchukua. Amini hicho nakwambia, kwa sababu hata Azizi tuliambiana hivi Azizi hivi Azizi hivi, mwisho wa siku akatua. Kwa nini? Walimhitaji Yanga. Kwa hiyo kama Yanga wanamhitaji Gilimugisha, wanaweza wakamchukua, lakini Gilimugisha Simba anacheza, Yanga anacheza, hakuna kumweka bench, hakuna. Vyanzo vyako vinasemaje? Sina hakika kama Yanga amemtafuta mpaka dakika hii. Failasufi kwenda wapi? Yanga Afrika? Hapana, hakuna taarifa hizo. Hakuna taarifa hizo. Labda sokee ghafla, licha kuwa Faisal umwambie kitu kuhusiana na Yanga. Nakwambia kwamba yupo tayari muda wote. Faisal anaipenda Yanga kwa sababu ina uongozi umenyoka, ina wanachama waliosajiliwa na kadi za kidigitali. Huwezi kumpata Faisal kama mwanachama tu kaka Magomeni umeshindwa kumsajili. Kwani Magomeni? Sijui. Magomeni, Ilala, kwingine kwengi Kigogo fresh. Yaani umemshindwa Mandala kumsajili wanachama ukamchukua Faisal. Umechanganyikiwa nini? Umeshindwa kumsajili Dr. Mo kuwa mwanachama wa Simba. Dr. Mo alete kadi ya wanachama active na nailipia alete hapa. Umeshindwa kumsajili JB 64 leo na hapa promotion wajisikie na wako mjini. Machuma nikikutaja mimi na kupromote. Unawapeleka mjini. Na wapeleka mjini wote kina Shabani Simba wahuni hao. Na wapa promo leo. Kama kweli wana kadi za wanachama na wanalipia kadi active waniletea hapa Chuma. Mimi nitawalipia miaka 3 kadi zao za wanachama. Hela ipo hapa. Nakwambia nitawalipia. Huwezi kumpata Faisal kama hujamsajili JB 64 kuwa mwanachama. Kama umeshinda kumsajili mchungaji wa Simba kuwa mwanachama, Faisal huwezi kumpata. Wewe ni muhuni tu. Maneno unayatupa Chuma. Ndio maneno unayatupa wapi? Kadi ziko wapi? Kuna mfumo wa kisasa walisema atakuja nao. Mfumo upi? Ni mara ya kwanza kuyasikia hayo. Mfumo upi? Huo mfumo unagoma kwako tu. Kwa hiyo nataka kuniambia wewe mfumo wa Simba utakuwa ni wa kisasa zaidi kuliko wa Yanga. Nani kakwambia hicho kitu? Si uongo huu. Nani kakwambia? Awaleke kwenye kitu. Kuna kitu kama hicho. Nisikilize mimi, propaganda tu hizo. Hizo zinaendelea. Na hawa Simba wawe makini. Wawe makini. Simba inahitaji utulivu kama dereva ambaye anakata kona za kitonga hivi. Akiteleza ngome imeingia mtorwa. Nakwambia. Kwa sababu ana mambo mengi sana ambayo yanawapaswa kuwa na umakini mkubwa sana kuituliza timu na kufocus kwenye pitch. Wana uchaguzi hawa. Na wanaogombea uchaguzi tofauti na kwa Yanga. Yanga wenzao wanaendeleza project. Simba inabidi waje waianzishe project. Sawa? Kuna masuala mazima ya wawekezaji. Mr. J anataka naye hayo upande wa Mo kule. Mr. J Jeruti anataka kwenye 49 kule ndani kaeke mzigo. Huku kwenye upande wa kuchagua huku mwenyekiti wa wanachama huku wako wengi. Yuko Muholanzi. Yuko General. Walipata hivyo, yuko Mangungu. Mangungu inabidi achukue. Mangungu yuko kule pia. Unaelewa vizuri? Yuko Magoli mwenyewe. Anataka kwa wanachama kuwategemea nini? Kwa wanapaswa kuwa na utulivu. Mmoja akishindwa wakubali waje waijenge Simba yao. Iwe kweli slogan ya nguvu moja. Wapate wanachama. Simba wasajili wanachama wakifanikiwa katika uchaguzi wao. Lakini vinginevyo Yanga itakuwa ni mfano wa kuigwa. Lakini kama wamefeli kabisa wakajifunze kwa Yanga Afrika. Waliwezaje kutoa kadi za wanachama za kisasa? Kadi ya Yanga ya wanachama kama ya ithibati ile. Nakwambia, kadi ya Yanga ya wanachama ile. Wewe chukua ile kadi ya Yanga ya wanachama ile. Alafu ichukue na kitambulisho cha NIDA cha mpigia kura. Au cha ile kadi ya NSSF si nini? Vinafanana hivi. Ailoi ile. Mwambie JB aniletea kwake kama inaloa au Ailoi. Mwambie. Mara nimepaka tu niwape promo hawa. Wanaojiita my influencer bubu. Wanawapa promo. My influencer bubu. Kila mchungaji wa Simba. Wahuni kabisa. Shukrani sana Chuma. Pamoja.